Karibu kwenye Macho Media, mimi ni Kimodo Msafi nikikuletea taarifa maalum kutoka uwanja wa TANESCO Kimara, ambako leo tumeshuhudia finali ya kusisimua ya Ramadhani Cup. Mashabiki wa soka wamejitokeza kwa wingi kushuhudia pambano kali kati ya Kazamoyo na Paris FC. Ndugu mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, rafiki yangu Filipo David, natambua uwepo wa mjumbe wa serikali ya mtaa Ahmed Saidi. Pia napenda mtambue ambaye huyu ni mjumbe wa serikali ya mtaa, pia ndo mwenyekiti wa kamati ya michezo katika serikali yetu ya mtaa pale Matangeni, Hilali Sangeti. Naomba muone. Lakini pia napenda mtambue uwepo wa mwenyekiti wa vijana jumuiya ya UVCCM tawi letu la TANESCO, ndugu yetu hapo Wellington. Hali ilikuwa ya msisimko mkubwa, nderemo na shangwe zikitawala uwanja huu, huku kila mmoja akishangilia timu yake kwa nguvu. Baada ya dakika 90 za upinzani mkali, timu ya Kazamoyo imeibuka mabingwa wa Ramadhani Cup kwa ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Paris FC. Ni mechi ambayo imejaa ufundi wa hali ya juu, kasi na burudani kwa mashabiki. Katika finali hii tulipata fursa ya kuzungumza na mwanzilishi wa ligi Joshua Ramadhani, ambaye ameeleza dhamira yake ya kukuza vipaji kupitia mashindano haya. Cha kwanza niliwaza kuleta umoja, sababu nadhani mtu anapofunga na watu wengi hususan wale walio kazini, niliwaza kuweka sehemu moja mezani kabla ya kufungua. Kwa cha kwanza cha kuanza niliwaza burudani kwa kila mtu ambaye anaweza kufika. Okay, matarajio yako yapi? Achana na burudani, kitu gani labda ulikuwa unahisi utakitengeneza baada ya kuwa watu labda wamecheza? Kitu ambacho nilikuwa na tamani zaidi ni kupata timu ambayo ina umoja kutoka upande wetu. Hiyo hapo kuna baadhi ya wachezaji tunaona wengi wanatoka kwetu na wengine kutoka Simba. Sababu tulikuwa na mfumo wa kuweka timu yetu iende kutoka Simba. Kwa hiyo tulikuwa tunategemea kupata pia wachezaji. Sababu mimi ni mmoja lakini ni mara wengine ambao tunashirikiana. Kwa hiyo tulikuwa tunatengeneza timu sana wachezaji wakati tulikwenda kucheza mashindano kama kati. Yaani ukubwa ni kwamba tulikuwa unahisi labda ni changamoto gani ambayo inawakabili nyinyi katika uwanja huu wa TANESCO? Changamoto ni nyingi. Changamoto kubwa ni uwanja na vifaa sasa hizi pia ndio changamoto kubwa sana. Uwanja wetu hata ulipoona katikati inakuwa ni njia, kwa hiyo inakuwa pia ni hatari kwa mchezaji. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ni kubwa ni uwanja na pia ni vifaa. Haya, hii ni Ramadhani Cup. Utakuwepo na mwendelezo labda wa ligi nyingine tofauti na Ramadhani Cup? Kuna ligi ziko nyingi, watu wengi wanatamani kuisapoti, na wengine wameshanipa ahadi. Kuna watu kama 4 walisema ikiwezekana mwezi huu wa 4 unaoanza tuseme ni kesho kutwa tuweke ligi ya mbuzi. Na wengine wakasema tuweke ligi ya jezi. Kwa hiyo ligi zipo nyingi, hai ni muendelezo kutokana na watu walipoona mashindano yamekuwa ni ya amani, mashindano yamekuwa ni mazuri, mpaka mechi ya mwisho hakuna vurugu wala kingine chochote. Kwa hiyo ligi inaendelea tena zaidi. Okay, Ramadhani Cup ilikuwa na slogan gani? Slogan yetu ilikuwa ni kuwalinda watoto wa kiume katika hali na mali. Kutokana na watoto wa kiume kwa sasa hivi imekuwa ni changamoto tu. Hebu hiyo kwanza uirudie. Ndio. Slogan yetu ilikuwa kuwalinda watoto wa kiume kwa hali na mali. Sasa hivi tulitumia muda mwingi sana kuwalinda watoto wa kike, lakini watoto wa kiume kama tumejisahau fulani na tunaangalia tunaelekea ni vipi. Okay, na michezo ni moja kati ya vitu ambavyo vinatengeneza afya na kuweka afya ya akili kwenye mstari. Ni jambo jema sana ambalo mfanya. Na serikali imekupa
yani imekupa nguvu gani labda yani kwenye ushirikiano? Ni 100%, 50%? Serikali yangu ya mtaa ilinisaidia kwa 100%. Toka nimeanza naenda serikalini, nimepata vibali vya kufanya mashindano hapa na mpaka leo hii nimekuja. Nashukuru serikali yangu kuanzia ngazi ya vijana mpaka ngazi kuu. Nashukuru sana, wamenisaidia kwa hali ya mali. Okay, tuna miaka 4 ya Mama Samia Suluhu Hassan ambayo ipo katika kwenye kipindi chake cha uongozi. Wewe binafsi unachukuliaje yani huo uongozi wao, unachukuliaje kwa upande wako? Uongozi wa mama kiufupi, mama anakuja na kiufupi kwa sababu tumeona miradi mingi inakamilika tofauti na nyuma. Usemee kama nyuma ilifanya vibaya, lakini mama amefanya zaidi ya hiyo. Uongozi uko vizuri, mama anakuja mingi, tunamshukuru, tunasema tano. Okay, cha kumalizia labda kwa mpenzi ambaye anatizama hii interview live kabisa kupitia Macho Media TV, unamwambia nini na una ujumbe gani kwa serikali kuhusu masuala ya michezo? Ujumbe wangu kwa serikali ni kuangalia vipaji vinavyotoka chini, hususan mitaani. Kama leo tunatoka wengi kuonekana kidogo. Kwa hiyo natamani sana scout na serikali ianzie chini ije juu. Kama ndio ujumbe wangu. Ila kwa watazamaji, kwa mtu ambaye ataniona kwenye michezo, kama ni mwanao ana kipaji cha aina yoyote, jaribu kumsupport. Jaribu kumsupport kwa hali na mali, kwa sababu sasa hivi kiangalia michezo mingi inawatoa wachezaji, yani wachezaji wengi, kwani vijana wengi wanatoka kimaisha kupitia michezo. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anatazama, ninamshauri kwamba kama mwanao ana kipaji cha aina yoyote, sarakasi, labda mieleka, ngumi, mpira kama hivi, netball, football kama hivyo, kwa hiyo tujitahidi kwa support watoto wetu. Okay, labda wanakupataje labda kwenye mitandao ya kijamii? Mitandao ya kijamii natumia jina langu la nickname Job ya BOB Job ile ya kazi. Kwa namba zangu za simu, yani hiyo Job ni Instagram, Facebook na mitandao mingine ya kijamii yote. Kwa namba zangu za simu ni 07 14 70 10 99. Pia mwenyekiti wa mtaa Shebe Mtambo alikuwa nasi, alitoa pongezi kwa timu zote mbili kwa kufanikisha fainali yenye ushindani mzuri. Matangini oye! Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu mwenyekiti wa mtaa wetu, mtaa wa Matangini, baba yetu Shebe Mtambo, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi letu la Matangini, ndugu yangu Filipo David, lakini pia ndugu mwenezi wa tawi letu la TANESCO, ndugu yangu Jafari Zuberi, lakini pia ndugu mjumbe mwenzangu wa kamati ya mtaa, ndugu yangu Hilali Sangeti, bila kusahau nimevuka itifaki kidogo ya chama. Tunaye hapa ndugu yetu mwenyekiti wa umoja wa vijana wa chama chetu cha Mapinduzi tawi letu la TANESCO ambaye anajulikana kama Erington, lakini pia tunaye mwandaaji wa mashindano yetu hapa, ndugu yangu, kaka yangu hapa, ameupiga sana mwingi. Naomba tumpigie makofi. Natamani naamini kwamba itifaki imezingatiwa. Mimi sina maneno mengi zaidi tu ya kuwashukuru ndugu zetu ambao wameandaa jambo hili kubwa, ingawaje kidogo ambacho tumefanikiwa kukitoa sisi kama viongozi kwa kuongozwa na baba yetu hapa, mzee wetu Shebe Mtambo. Basi mtukubalie kile ambacho kidogo tumekipata, basi mkipokee, kwa sababu wakati wenyewe ulikuwa ni finyu, na kama vile ambavyo tunajua ni wakati huu ambao ni wa mwezi wa mfungo. Kwa hiyo kwa imani yangu mwezi wa mfungo, na ikitupendeza kesho Mungu akitubariki, itakuwa sikukuu. Kwa hiyo wale ambao wamefanikiwa kupata zawadi hizi, karibuni, wataenda kuchinja
na wataenjoy sikukuu yao vizuri kabisa. Amina. Sisi kama serikali ya mtaa kwa niaba ya mzee wetu hapa, mzee wetu Shebe Mtambo, tunatoa pongezi kubwa sana kwenu nyinyi waandaaji, lakini pia na wale ambao wameshiriki timu zote 8 katika kupambania zawadi ambazo zimetoka. Lakini tukubaliane kwamba michezo ni afya, hatujapoteza. Wale ambao hatukuweza kupata zawadi kwa leo, basi huenda siku nyingine tukapata zawadi kubwa zaidi ya hizi, kwa sababu nilikuwa nimekaa hapa na mwenyekiti wangu wa chama ndugu yangu Filipo David, na pia mwenyekiti wa serikali ya mtaa mzee Mtambo, akasema kwa sababu hili jambo limekuja ghafla, lipo lingine kubwa kaliandaa zaidi ya hili, na huenda zawadi ikawa ng'ombe. Tusiache jamani, kuja kujoin, kujiunga. Timu ambazo zimetoka pale mwanzoni, basi zisiache kushiriki. Michezo ni afya, na hata kama umekosa zawadi, lakini naamini kabisa kwenye afya kuna kitu ambacho utakuwa umekipata. Nisipende kupoteza muda, najua wengi wetu hapa tumefunga na huu ndio wakati ambao wakwenda kufuturu. Basi mimi niwaombe sana, yanapotokea mashindano kama haya, tuhamasishane sote kwa pamoja, tuje tushiriki, kwa sababu huenda leo hizi timu ambazo tunaziona hapa, wapo wachezaji ambao wataenda kucheza timu kubwa ambazo Simba na Yanga wako hapa. Kuna mchezaji mmoja wa timu ya Ushindi nimemwona, mdogo mdogo kwa umri, ukimwona kwa kiungo ukimwona ni mdogo mdogo, lakini anaupiga mwingi. Mimi nimpongeze sana mwenyekiti. Huenda leo nampeleka Zambia yule mtoto, nimemwambia akawa amecheza hapa TANESCO, lakini baadaye tunao uwezo wa kumpeleka katika vilabu vikubwa. Tunao uwezo huo. Mwenyekiti wetu hapa anao uwezo huo wa kuwavusha vijana wa Matangini kutoka hapa Matangini na kwenda kwenye timu kubwa hizo, mfano Simba, Yanga ama Azam na timu nyingine. Kwa hiyo tuombeane dua wale wote ambao wameshiriki. Mimi sina mengi zaidi tu ya kushukuru. Tusiache kuendelea kufuatilia michezo yetu katika mtaa wetu, lakini katika kata yetu ya Saranga. Kwa upande wa zawadi, mabingwa wa michuano hii Kazamoyo wamejinyakulia bata wawili na mchele kilo 6 kama sehemu ya ushindi wao. Usimshike kichwa anakufa huyo. Timu ya Paris FC ambayo imeshika nafasi ya pili imepewa bata mmoja na mchele kilo 6 kama zawadi ya mshindi wa pili. Mashabiki wameonyesha furaha yao kwa matokeo haya, wengine wakisema ushindi wa Kazamoyo ulikuwa wa haki kutokana na kiwango walichoonyesha. Viongozi wa mtaa wamepongeza juhudi za uandaaji na kuahidi kuendelea kuunga mkono mashindano haya kwa miaka ijayo. Ramadhani Cup si mashindano tu, bali ni jukwaa la kukuza vipaji na kuimarisha mshikamano wa jamii kupitia soka. Macho Media itaendelea kukujuza zaidi kuhusu matukio ya michezo na burudani. Mimi ni Kimodo Msafi na Macho Media tunakutakia Eid Mubaraka.